Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Serikali imesema kuwa inatekeleza mikakati mbalimbali kwa ajili ya kukabiliana na ongezeko la wagonjwa wa kansa. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mariam Kisangi aliyehoji serikali ina mpango gani wa kudhibiti ongezeko la wagonjwa wa kansa nchini. Naibu waziri ametaja baadhi ya mikakati hiyo ni kutoa elimu kwa umma kuhusu kujikinga na ugonjwa wa saratani kupitia vipindi vya redio, televisheni na machapisho, magazeti na mitandao ya kijamii. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imemhukumu afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Ken Gold Joseph Mkoko mwenye umri wa miaka 34 kulipa faini ya shilingi milioni 1 au kwenda jela miaka 2 baada ya kupatikana na hatia ya kuomba na kupokea rushwa. Mkoko anadaiwa kuomba rushwa ya shilingi milioni 1.5 kutoka kwa mchezaji wa zamani wa timu ya mpira wa miguu Vital ya Burundi ili amsaidie kusajiliwa na timu yake ya Ken Gold na kupata upendeleo wa kupangwa kwenye kikosi cha kwanza cha timu hiyo. Hata hivyo, mshtakiwa huyo amefanikiwa kulipa faini hiyo na hivyo kukwepa kifungo cha miaka 2 jela. Hukumu hiyo imetolewa Juni 11, 2025 na hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Beda Nyaki baada ya mshtakiwa huyo kukiri mashtaka yake. Kimataifa, maafisa wawili wa polisi wamewaua na wengine kadhaa kujeruhiwa nchini Bolivia kufuatia makabiliano na wafuasi wa rais wa zamani Evo Morales. Wafuasi hao walianza kuweka vizuizi vya barabarani tangu Juni 2, 2025 wakipinga uamuzi wa tume ya uchaguzi kumkatalia kiongozi huyo aliyetawala Bolivia kuanzia mwaka 2006 hadi 2019 kuwania tena urais kwenye uchaguzi wa Agosti 17. Kwa mjibu wa waziri mwenye dhamana ya usalama Roberto Laios, maafisa hao wa usalama waliwaua na kujeruhiwa kwa kupigwa risasi katika mji wa Riajwa. Afisa wa zamani wa CIA Asifu William Lahman mwenye umri wa miaka 34 ambaye alifichua nyaraka za siri kuhusu mipango ya Israeli kuishambulia Irani amehukumiwa kifungo cha miezi 37 jela. Mwezi Januari 2025, afisa huyo alikiri kutekeleza makosa mawili ya kuhifadhi kimakusudi na kusambaza taarifa za ulinzi wa taifa chini ya sheria ya ujasusi. Mamlaka zimesema kuwa kwa kutumia kibali chake cha ngazi ya juu ya usalama, Rahman alichapisha, kupiga picha na kutuma nyaraka zenye siri kubwa kisha kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Israeli ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran Oktoba mwaka jana, ikilenga maeneo ya kijeshi katika mikoa kadhaa ili kukabiliana na msururu wa makombora yaliyorushwa na Tehran wiki kadhaa zilizopita. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.